Iran imekosoa vikali mashambulizi ya Marekani dhidi yake ikisema imekiuka makubaliano ya kusitisha mapigano na ni hatua ya uchokozi na hatarisha mazungumzo ya amani yanayoendelea. David Nkia na maelezo zaidi. Maoni hivi punde yanahusishwa na kiongozi mkuu wa Iran, Mojtaba Khamenei, yameonya kwamba mataifa ya Ghuba hayatakuwa tena kimbilio salama kwa vituo vya kijeshi vya Marekani. Nchini Qatar, maafisa wa Iran wanaendelea kujadili uwezekano wa kufanya makubaliano na Marekani. Hata hivyo, jeshi la Marekani linasema mashambulizi mapya dhidi ya vituo kadhaa vya Iran yalikuwa ya kujihami, huku hatua za kidiplomasia zikiendelea kujaribu kumaliza vita hivyo. Mashambulizi dhidi ya maeneo ya makombora ya Iran yameweka shinikizo jipya katika usitishaji mapigano. Katika maoni yake hivi punde, waziri wa mambo ya nje wa Marekani amesema maendeleo katika kufikia makubaliano ya amani na Iran yatachukua siku chache. Sebastian Ashe anasema kwa nini kuna shaka kuhusiana na maoni hayo ya Marco Rubio. Ni muundo ambao tumeshuhudia sana hapo awali, kwamba una kauli kali sana za kusisimua sana, kauli za uchokozi kutoka kwa Rais Trump, akisema yote yanakaribia kutimia, lakini matumaini yanaonekana kufifia kidogo kidogo katika siku zijazo. Tumekuwa na taarifa moja fupi kwenye Telegram kutoka kwa kiongozi mpya ambaye bila shaka hakuna hata mmoja ambaye bado amemwona, akisema anamaanisha kile alichokisema. Kwa hiyo kimsingi ni kujaribu kubaini kuwa Iran watachukua hatua ikiwa hilo litatokea. Vyombo vya habari vya Iran vinasema mamlaka katika bandari ya Abbas inaendelea kufanya uchunguzi wa mlipuko uliotokea. Mariam Moshir anaelezea ni kwa nini ni vigumu kufikia makubaliano kwa sasa. Ni vigumu kufahamu hali itakuwaje kwa sasa, ikizingatiwa kwamba mashambulizi ambayo Marekani inayaita ya kujihami yalitokea saa chache baada ya wapatanishi wa Iran kuripotiwa kuwasili huko Doha. Kwa mazungumzo zaidi, Marco Rubio alionyesha matumaini kuhusu uwezekano wa maendeleo ya mazungumzo katika siku chache zijazo, na amekuwa akiashiria kwamba kungekuwa na maendeleo mapema zaidi kuliko hayo. Alikuwa amesema kwamba tunaweza kutazamia habari njema na maendeleo ya kufungua tena njia bahari. Ni wazi kwamba haikuwa hivyo. Haijabainika ni athari gani mashambulizi haya ya hivi punde ya Marekani yataleta kwenye makubaliano yoyote ya amani kati ya Marekani na Iran. Kufuatia shambulio hilo la Marekani, waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Marco Rubio amesema makubaliano bado yanawezekana na akaashiria mazungumzo ya siku ya Jumanne kati ya mpatanishi mkuu wa Iran na waziri wa mambo ya nje sambamba na waziri mkuu wa Qatar. Wakati huo kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei amesema Mashariki ya Kati haitatumika tena kama ngao kwa vituo vya kijeshi vya Marekani. Khamenei ambaye hajaonekana hadharani tangu amrithi marehemu baba yake kama kiongozi mkuu wa nchi hiyo mapema mwaka huu, ametoa maoni hayo leo hii katika ujumbe wake wa kuadhimisha ibada ya hija ya kila mwaka. Ameongeza kuwa mbali na kutokuwa tena na kimbilio salama kwa maovu na kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo hilo, Marekani inasogea mbali na hadhi yake ya awali siku baada ya siku. Mwisho wa juma, rais wa Marekani Donald Trump alisema pande hizo zipo karibu na makubaliano, lakini baadaye alisema kwamba alikuwa amewaagiza wapatanishi wasiharakishe, wakati ambapo Marco Rubio alisema makubaliano yanaweza kufikiwa siku ya Jumatatu. Lakini msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran, Ismail Baghai, alijibu na kusema kwamba ni sahihi kusema kwamba tumefikia hitimisho juu ya sehemu kubwa ya masuala yanayojadiliwa, lakini kusema kwamba hii ina maana kwamba kusainiwa kwa makubaliano kunakaribia, hakuna mtu anayeweza kuthibitisha madai hayo. Mwisho wa kunukuu. Mkataba wa maelewano unaojadiliwa unahusisha kuongeza muda wa siku 60 wa kusitisha mapigano, kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz na mpango wa mazungumzo zaidi kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Mojtaba Khamenei anadhaniwa kujeruhiwa katika shambulizi la Israel lililomuua baba yake na mtangulizi wake katika siku ya kwanza ya vita zaidi ya miezi mitatu iliyopita. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Marekani, majadiliano hayo hayataleta suluhu ya mwisho mara moja. Masuala mbalimbali yenye utata yatajadiliwa baadaye, ikiwa ni pamoja na maelezo ya kuondolewa vikwazo vya Iran, kuachiliwa kwa fedha za Iran zilizoshikiliwa na matakwa ya Marekani kwa Iran kuzuia maeneo yake ya nyuklia. David Nkia, Dira ya Dunia, BBC. Bunge la Senegal limemchagua Ousmane Sonko mwenye umri wa miaka 51 kuwa spika wa bunge la taifa hilo leo Jumanne, kumrithi El Malik Ndiaye ambaye alijiuzulu siku ya Jumapili. Sonko alikuwa waziri mkuu kuanzia Aprili 2024 hadi Mei mwaka 2026, lakini alifutwa kazi Jumaa iliyopita na rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye. Robert Kipton na maelezo zaidi.
Bunge la Senegal limemchagua aliyekuwa waziri mkuu aliondolewa madarakani Ousmane Sonko kuwa spika wake mpya hii leo katika kura ambayo haikuwa na upinzani. Sonko alifuta kazi kama waziri mkuu na rais wa nchi hiyo Bassirou Diomaye Faye kufuatia miezi kadhaa ya mvutano wa kisiasa kati ya masaiba hao wawili wa zamani. Kupanda kwa Sonko hadi kileleni mwa bunge la nchi hiyo kumejiri siku 4 baada ya Faye kumtimua kazi, huku wabunge wa upinzani wakiona kurejeshwa kwake katika bunge la taifa kuwa ni kinyume cha sheria. Sonko bado ni kiongozi mkuu anayetambulika wa chama tawala cha kisiasa cha PASTEF ambacho kinadhibiti viti 130 kati ya viti 165 katika bunge hilo la taifa nchini Senegal. Wabunge walishangilia ushindi wake baada ya kura hiyo. Sonko ndiye aliyekuwa mgombea wa pekee katika nafasi hiyo. Sasa anachukua nafasi ya El Malik Ndiaye, mshirika wake wa zamani aliyejiuzulu siku ya Jumapili na kumfungulia njia ya kurejea uongozini. Wabunge wa upinzani nao walisusia kikao hicho cha bunge. Aissata Tall Sall ambaye ni kiongozi wa upinzani alilani tukio hilo na kuitaja kama mapinduzi ya miundo ya taasisi, akisema kuwa mabadiliko hayo yaliandaliwa chini ya shinikizo ambalo walio wengi wanataka kuilazimisha. Sall alisema anaamini kuwa Sonko ili aweze kuwa mbunge tena alipaswa kujiuzulu kama waziri mkuu ili kuketi hata kwa muda mfupi bungeni kabla ya kurejea serikalini. Faye alimchagua Sonko kuwa waziri mkuu Aprili mwaka 2024 baada ya kushinda uchaguzi wa urais mwezi uliotangulia. Kimsingi Faye alichaguliwa kuwa rais baada ya Sonko na wafuasi wake kumuunga mkono wakati serikali ya Rais Macky Sall ilimzuia kuwania kiti hicho cha urais. Faye anakabiliwa na jukumu gumu la kuongoza na kutekeleza mageuzi katika nchi inayokumbwa na changamoto kubwa za kiuchumi. Hapo jana alimteua mchumi na msomi Amadou Al-Aminou Mohamed Lo kuwa waziri mkuu mpya, akisema mteule huyo mpya ana utaalamu wa kuiongoza Senegal kuondokana na madeni yake mazito. Hatua hii sasa imelitumbukiza taifa la Senegal kwenye mzozo zaidi wa kisiasa, na haijulikani jinsi taifa hilo sasa litaweza kulipa madeni yake ya mabilioni ya madola. Baada ya kuondolewa kama waziri mkuu, wabunge wa chama tawala waliasi na kumteua bwana Sonko kama spika wa bunge hilo, nafasi ambayo ndiyo ya tatu kwa ukubwa nchini humo baada ya rais na waziri mkuu. Naam, asante Robert Kipto. Polisi wa usalama barabarani katika mji mkuu wa India Delhi wamelazimika kuvalia kofia ngumu, helmet ambazo zina kiyoyozi kwa kutumia nishati ya jua kutokana na joto kali, huku mwezi huu wa Mei ukiwa na joto zaidi kuliko kawaida. Nchi nzima imeathirika na wafanyakazi wa kawaida ambao mara nyingi ni masikini wapo katika hatari kubwa zaidi kwa kuwa wana nafasi ndogo sana ya kupata hewa safi mchana na usiku. Watu wasiopungua 16 katika jimbo la kusini la Telangana wamefariki kutokana na joto kali. Elizabeth Kaziburi na maelezo zaidi. Hali ya joto katika baadhi ya maeneo ya mji wa Delhi imevuka viwango vya kawaida na kufikia nyuzi joto 45 na kusababisha polisi wa usalama barabarani wa Delhi kuanzisha mradi wa majaribio wa kutumia vifaa vya kuvaa vinavyopunguza joto, ikiwemo kofia ngumu yani helmet zenye kiyoyozi kinachofanya kazi kwa kutumia nishati ya jua. Kwa mujibu wa maelezo ya kiufundi yaliyotolewa na vitengo vya usambazaji vifaa vya polisi, sifa kuu ya mpango huo ni kuanzishwa kwa kofia maalum ya kupoza mwili ambayo imefungwa mfumo wa kudhibiti hali joto unaotumia betri. Kofia hiyo ina uwezo wa kupunguza joto katika eneo la kichwa kwa nyuzi joto kati ya 8 hadi 12 ikilinganishwa na hali ya mazingira ya nje. Lengo likiwa ni kuwalinda maafisa hao kwa saa nyingi kwenye makutano yenye msongamano mkubwa wa watu dhidi ya joto kali. Chini ya mpango huo, maafisa hao waliopangwa katika maeneo yenye msongamano mkubwa kama vile mzunguko wa barabara wa Tin Marti na makutano mengine makubwa wamepewa kofia ngumu